Sasa ikiwa bid'a ni mufassiqa, bid'a ni mtu mwenye kumtia katika ufasik na haijamtoa katika Uislamu, itafaa kuswali nyuma yake ikiwa mathalan, yani kwa pambanuzi kama huo pia vile vile ni mardhi. Mfano jirani kuna msikiti wa sunna, ahli sunna ni wahid sunni, mtu wa sunna, na huku kuna mtu wa bid'a, bila shaka kuswali nyuma ya ahli sunna wal jamaa au la, lakini hakuna mathalan au uko mbali zaidi ya hapo, basi utaswali na wala hakuna haraj juu yako, muda wa kuwa bid'a yake haimtoi katika Uislamu, kwa sababu sio kila bid'a inamfanya mtu kuwa si Muislamu. Bila shaka pambanuzi huo ni bora zaidi. Na alwala wal bara itakuwa pale pale, haina maana kwamba ukiswali nyuma ya mtu ambaye ni mwema au mtu muovu basi utakuwa huna alwala wal bara. La, alwala wal bara iko pale pale, lakini utaswali nyuma yake ikiwa katika upambanuzi huu ambao sisi tunautaja. Ama bid'a ikiwa imeshamuingiza kwenye kufuru kama bid'a ar-rafdhi au bid'a jahmiya au bid'a ya wenye kusema kwamba Qur'an makhluq, hatutaweza kuswali nyuma yao. Uliza swali la pili ni fasal waqtasir. Naam, kashaniambia. Swali la pili ni kuhusiana na ndoto, hukumu ya ndoto. Ahli sunna wanasemaje kuhusu kuagua ndoto? Kuagua ndoto vipi? Yani mfano kuna kisa cha Imam Malik